Wakulima hao wamepaza sauti kwa serikali ili kuboresha huduma za ugani katika wilaya hiyo. Vinyunyizi wakulima wanapata vichache sana. Kwa mwaka huu wameleta vinyunyizi, kwa mfano mimi kwenye mkosi yangu, jichangu ambacho na mimi nahudumia, nimeletewa vinyunyizi 15. Sasa na kila kinyunyizi tunaambiwa kwa kila kinyunyizi kimoja ni watu 3. Sasa unajikuta sasa mkulima wa pamba na ni vinyunyizi havikizi. Kwa hiyo zao la pamba linaendelea kudidimia siku kadiri siku zinavyoenda ndivyo jinsi linavyoenda linashuka. Kwa mfano mwaka juzi tuliuzia bei ya chini sana, mwaka jana wakulima hawakulima. Saidi Tangawizi ni mwenyekiti wa MBCU, amesema katika msimu wa mwaka 2023-24 walitumia shilingi bilioni 3.4 ambazo mpaka sasa wamekosa soko, huku Doreen Mwanri akizitaka AMCOS kujenga maghala ya kutunzia zao hilo. Tunaomba tu serikali ijaribu kuangalia ni namna gani tunaweza tukafika sehemu tukakabiliana na hizo. Ingawaje nasi tunajitahidi kuweka mnyororo wa thamani kwa kuweza kuwekeza kwenye viwanda. Kale kuuza pamba ambayo haijatambuliwa tukapata mafuta na kadhalika, tutauza pamba ghafi ambayo haitatuletea tija. Mimi niwapongeza sana kwenye haya malengo yenu ya kuleta uwekezaji, kuleta chachu kwenye uchumi wetu. Maghala bado yana hali mbaya. Hakuna kiti, hakuna mlango, paa limezuka linaondoka. Lakini wewe kiongozi wa ghala au kiongozi wa chama unapokea ushuru, unashindwa kununua kilo 2 za misumari na ambao 2x2 au vyovyote vile kupigilia lile paa na likarudi. Kutoka wilayani Mbogwe mkoani Geita, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV.